Hizi ni ripoti za Sema Africa TV kutokea hapa visiwani Zanzibar. Idara ya Uhamiaji Tanzania kwa muda mrefu imekuwa ikifanya mafunzo yake katika mikoa mbalimbali Tanzania bara, hali ambayo inapelekea kuwa ni changamoto kubwa kwa kutokuwepo kwa chuo cha mafunzo visiwani Zanzibar. Na changamoto hii kwa sasa imetafutiwa mwarobaini wake, kwani sasa serikali ya Tanzania imeweka chuo hiki hapa visiwani Zanzibar katika eneo la Kitogani, mkoa wa Kusini Unguja. Makamu wa pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, ameweka jiwe la msingi katika chuo hicho cha mafunzo ya uhamiaji hapa Kitogani na kuanza kuzungumza machache kuhusu chuo hicho, kama hapa anapoanza kuongea. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, nimefarijika sana kuwa nanyi katika tukio hili la kihistoria lenye lengo la kuongeza wigo wa uimarishaji wa maafisa wetu wa idara ya uhamiaji hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kuanzisha kwa chuo hiki cha mafunzo ya idara ya uhamiaji hapa Kitogani ni hatua muhimu katika kuongezea uwezo wa kitaaluma, kiutendaji na kimaadili maafisa wa idara ya uhamiaji. Ni wazi kuwa chuo hiki kitatoa mafunzo ya kisasa kitakachowawezesha wahitimu wetu kukabiliana na changamoto za uhamiaji kwa ufanisi mkubwa, na hasa kuzingatia mabadiliko yanayotokea kwa kasi duniani kote. Ni imani yangu pia kupitia chuo hiki maafisa wetu wataweza kujengewa uwezo katika masuala ya udhibiti wa mipaka, usalama wa taifa, matumizi ya teknolojia ya kisasa, sheria za uhamiaji na kuheshimu haki za binadamu, jambo ambalo litaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kulinda maslahi ya nchi yetu. Napenda kutoa rai kwa uongozi wa idara ya uhamiaji kwamba chuo hiki kisiwe tu kwa ajili ya kutoa mafunzo ya awali, bali pia kwa mafunzo ya mara kwa mara kwa maafisa wetu, kufanya tafiti na kubadilishana uzoefu kati ya nchi yetu na mataifa mengine duniani, ili chombo chetu cha idara ya uhamiaji kiendelee kuongeza hadhi zaidi katika masuala ya uhamiaji kwa ngazi ya kikanda na kimataifa. Idara ya uhamiaji Zanzibar imefanikiwa kuboresha miundombinu ya majengo ya ofisi na makazi ya askari, sambamba na kutanua wigo wa huduma kwa wananchi na wageni. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuendelea kuimarisha Jeshi la Uhamiaji kuwa taasisi yenye ufanisi katika kutoa huduma za uhamiaji zenye ubora wa hali ya juu na zinazokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Chuo hiki kimeanzishwa kwa dhamira ya kutoa mafunzo ya hali ya juu ambayo yataboresha utendaji na maarifa katika kushughulikia masuala yote ya uhamiaji kwa kuzingatia mabadiliko ya teknolojia ya kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa waziri mwenye dhamana ya kusimamia idara ya uhamiaji, ninaomba kukuahidi kuwa nitasimamia ujenzi na uendeshaji wa chuo hiki ili kisaidie kuzalisha askari na maafisa wenye ujuzi, weledi, nidhamu, uzalendo katika kutekeleza majukumu yao ya msingi. Uwekaji wa jiwe la msingi huu wa leo ni muendelezo tu wa jengo ambalo limefunguliwa siku ya tarehe 4 Januari 2026 na Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo kameliweka kule kisiwani Pemba, mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa chuo hiki utakapokamilika utaleta mageuzi makubwa kwa Zanzibar nzima, na itakuwa ni chachu katika kuboresha mahusiano baina ya idara ya uhamiaji
wadau na wananchi wasio maeneo ya viunga vyote vya umma, kwani idara imelenga kushirikiana kwa karibu katika maeneo mbalimbali kuanzia kwenye sekta ya ulinzi shirikishi, michezo, sambamba na upatikanaji wa huduma za afya kupitia chuo cha afya ambacho kitajengwa hapa. Kama ulivyopata maelezo ya awali, Mheshimiwa mgeni rasmi, mabweni haya yatakapomalizika, kila moja lina uwezo kuingia wanafunzi wasiopungua 320 hadi 50. Kwa hivyo ni kusema tu tuna imani kwamba wanafunzi wasiopungua 700 wataingia katika mabweni haya pasina matatizo yoyote. Endelea kupata matukio mbalimbali kutokea hapa Sema Africa TV. Nikiripoti kutokea Kitogani, mkoa wa Kusini, wilaya ya Kusini Unguja, Abdalla Balozi wa Sema Africa TV.